بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. درس yetu في هذه الليلة itakuwa katika tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim na tarjama yake, na leo tutakuwa kwenye suratul Haqqa baada ya kuwa tumeimaliza suratul Qalam, na natumai kwamba mmeidhibiti vizuri suratul Qalam kama mlivyodhibiti kabla yake suratul Mulk. Tutaendelea kusoma baadhi ya aya katika sura hii. Suratul Haqqa ni suratun makkiyatun, na kusudia kwamba ni katika sura zilizoteremka Makka, yani ni sura iliyoteremka kabla ya hijra ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sura zilizoshuka kabla ya kuhama na kufanya hijra Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka Makka kwenda Madina zinaitwa Makkiya, na zile zilizoshuka baada ya hapo zinaitwa Madaniya. Kwa hiyo ibra ni hijra, lakini sura inaweza kuwa ni sura ya Makka lakini aya zake zimeshuka nje ya Makka. Sura inaweza kuwa ni ya Madina, Madaniya, lakini aya zake zimeteremka Makka na sehemu nyingine. Kama kuna baadhi ya aya katika suratu ambazo ni Madaniya zimeteremka Makka, zimeteremka Arafa, nje ya Madina, lakini ibra ni wakati. Ahlul ilmi, jumhurul ulama wamegawa hivyo. Kwa hiyo sura hii ni sura ya Makka kama ilivyokuwa katika sura nyingine zilizo mufassal. Sura karibu zote mufassal ni sura za Makka, na imeitwa Al-Haqqa. Al-Haqqa kwa sababu neno la mwanzo lililoanza katika sura hii ni hilo, na imesihi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kwamba Al-Haqqa ni miongoni mwa majina ya Kiyama, yani siku ya Kiyama ina majina mengi kwa kuzingatia wasifu na matukio ya siku hiyo. Siku hiyo ina majina mengi, miongoni mwa hayo ni Al-Haqqa. Na Al-Haqqa ni ismun lahu waq'un 'ala al-qulub, ni jina ambalo lina athari katika nyoyo, yadullu ala tahaqquqi al-qiyama, jina ambalo linafahamisha juu ya kuthibiti kuwepo kiyama, wa wuqu'iha, na kutokea kwake, la mahala. Kwa hiyo ni ismu fa'il, ni ishtiqaqi ya haqqa ash-shay'u idha thabata wa wajab. Haqqa ash-shay'u, kimethibiti kitu. Kwa hiyo kiyama ni wajibatul wuqu'i thabitatul maji', ni wajibu kutokea na kutokea kwake kumethibiti, ndio maana ikaitwa Al-Haqqa, kiyama chenye kuthibiti. Kwa hiyo ukitazama neno Al-Haqqa ni ismu fa'il, ni wasfu, lakini wasfu huu umekuwa kama alam, pamoja ni wasfu alafu ni alam ya siku ya kiyama, ni jina katika majina ya siku ya kiyama. Tukiingia moja kwa moja katika sura hii ambayo ni sura ya 69 katika juzuu ya 29, aya sura hii ina aya 52. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجينا لله mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma. Al-haqqatu mal-haqqa. Qiyama ni nini? Qiyama yani qiyama chenye kuthibiti ni nini? Qiyama ni nini? Hicho qiyama chenye kuthibiti. Al-haqqatu mal-haqqa. Al-haqqa ni mubtada na ma al-haqqa ma ni mubtada wa pili na al-haqqa ni khabari yake na mubtada na khabari. Mubtada wa pili na khabari yake ni khabari ya mubtada wa kwanza. Huyu mubtada wa pili mal-haqqa ni mubtada na khabar, jumla sughra hiyo ni khabari ya jumla kubra ambayo al-haqqa. Jumla hii ya mubtada na khabari wa pili ni khabari ya mubtada wa kwanza. Ayu shay'in hi, ni kitu gani hicho kiyama? Hiyo al-haqqa ni nini? Rabit iko wapi hapo? Ibn Malik ametushatuambia kule, wa in takun iyyahu ma'na niktafa biha kanutqi Allahu biha hasbi wa kafa. Akiwa mubtada ndiyo huyo huyo, yani ule mubtada wa pili ndiyo huyo huyo mubtada wa kwanza kimaana wa in takun iyyahu, na ikiwa hiyo jumla ndiyo huyo huyo mubtada, hiyo jumla khabaria ndiyo huyo huyo mubtada kimaana wa in takun iyyahu ma'ana niktafa biha, atajitosheleza naye, kama vile kusema nutqi kanutqi Allahu hasbi wa kafa wa abrizanuhu mutlaqan haythu tala ma laysa lahu ma'nahu muhassala. Kwa hiyo hii jumla ya pili haihitaji kuwepo rabit ya kuunganisha na mubtada yule wa kwanza, kwa sababu ndiyo huyo huyo mubtada wa kwanza ndiyo yule yule mubtada wa pili. Kwa hiyo kukaririka mubtada wa kwanza kwa lafdhi lake mughni ani ad-dhamir لرابط الجملة أو الضمير الرابط لجملة الخبر بالمبتدا. Tuache mambo ya nahwu, lakini tufahamu kwa sababu tutasoma, lazima vitu kama hivi tuvitaje wakati mwingine kwa maslaha ya tulabul ilm. Al-haqqatu mal-haqqa, qiyama chenye kuthibiti. Ni nini hicho qiyama chenye kuthibiti? Istifhami ya ta'dhim. Wama adraka mal-haqqa, ni kitu gani kilichokujulisha wewe ni nini hicho kiyama chenye kuthibiti? Amekariri hivyo kwa sababu ya ta'dhim wa tahwil ba'da tahwil. Ta'dhim ba'da ta'dhim wa tahwil ba'da tahwil. Ayu shay'in a'lamaka ma hiya, ni kitu gani kimekufahamisha wewe ni nini hicho kiyama? Khitabu ni ya nani? Wama adraka الخطاب لكل من يصلح للخطاب. kusemeshwa hapa kutamhusu kila anayestahiki na anayefaa kusemeshwa. Kwa hiyo fahuwa lighairi muayyan, kwa hiyo khitabu hapa haimgusi mtu maalumu. Ay innaka la ta'lam kunhaha wala taqdiru qadraha wala taqdiru qadraha, wewe huwezi kujua dhati yake kiyama wala huwezi kukadiria. Ndivyo utakavyoweza, utakavyokuwa una maarifa, ujuzi wa kiyama ni mkubwa zaidi kuliko hayo maarifa yako. Kwa jawabu limefanywa ibahamu hapo, halikutajwa innaha shay'un adhim wa khatbun baligh. Kisha anasema kadhabat thamud wa 'ad bil qari'ah, walikadhibisha thamudi na 'ad kukadhibisha kiyama. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ولكذبش ثمود نعادي ككذبش قيامة. ثمود نقوم صالح عليه الصلاة والسلام، نقوم يا صالح. taifa alilopelekwa Nabiullah Salih lilikuwa likifahamika kwa jina la Thamud, kabila la Thamud, na hawa makazi yao ilikuwa katika sehemu ya Hijr.
mji ulioko baina ya Sham na Hijaz. Palikuwa na mji ukiitwa Hijr, diyaru Thamud, walikuwa wakiishi hapo. Na Ad ni kaumu ya Nabiullahi Hud. Ad ni kaumu ya Nabiullahi Hud. Hawa walikuwa wakiishi katika sehemu ya Al-Ahqaf. Inasemekana Ahqaf iko huko Al-Yaman. Hapa anasema, anatuthibitishia kwamba hawa watu wa kabila la Thamud pamoja watu wa Ad na watu wa Thamud, kadhabat Thamud wa Ad bilqari'a, wamekadhibisha watu wa kabila la Thamud. Ama Thamudi, anasema walikadhibisha Thamudi na Adi kukadhibisha kiyama. Akatumia neno alqari'a, kiyama chenye kufadhaisha nyoyo, pia ni katika majina ya kiyama. Alqari'a wasumiyat bidhalika liannaha taqra'u alquluba biahwaliha, kwa sababu kinafadhaisha zile, zinazigonga zile nyoyo na kuzifadhaisha kwa sababu ya vitisho vyake. Wamekadhibisha Thamudi na Adi kukadhibisha qiyama chenye kufadhaisha nyoyo. وفي هذا وضع الظاهر موضع المضمر. hapa imewekwa ismu dhahiri mahali pa dhamiri. Nilikuwa nasema kadhabat Thamud wa Ad biha, sababu shataja al-haq, lakini al-qari'a. Kuna masala kibalagha kuonyesha ihtimamu iliyoko hapo Kisha akaanza kufanya at-tafri'i, akasema fa amma Thamud, ama Thamud fa uhliku bit-taghiyah, waliangamizwa kwa ukelele mkali. Bit-taghiyah, fa amma Thamud, ama Thamud fa uhliku bit-taghiyah, waliangamizwa kwa ukelele mkali. At-taghiyah maana yake ni as-sayha at-taghiyah, ukelele mkali uliovuka mpaka, uliopituka. Na imeitwa taghiyah liannaha jawazat al-hadd. Taghiyah, inna al-insana la yatgha, hakika mwanadamu la yatgha, anavuka mpaka. Yatajawazu al-hadd, inna al-insana la yatgha arraahu istaghna, hakika mwanadamu huwa anavuka mpaka pale anapojiona amejitosheleza. Kisha kuwa na mali, ana cheo, ana watu, mara nyingi huwa anatakabbar, huvuka mpaka akajiona yeye ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo tagha, falamma tagha alma, yalipovuka, yalipopetuka mpaka yale maji. At-taghi ni yule aliyetajawaz al-hadd. Kwa hiyo anasema fa uhliku bit-taghiyah, waliangamizwa kwa ukelele wenye kuvuka mpaka, yani kwa ukelele mkali, ndio lugha fupi. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura nyingine ameita, katika sehemu nyingine ameita sa'iqa, katika sura Fussilat. Wa amma Thamud, ama Thamud fahadainahum, tuliwabainishia wao. Fastahabbu al-ama, wakaupendelea upotofu, wakapendelea upofu. Fastahabbu al-ama, wakapenda upofu. Ala al-huda, kuacha uongofu, yani anil huda. Ala kwa maana yani, fastahabbu al-ama ala al-huda, wakapenda upofu, kuacha uongofu. Fa akhadhatuhum sa'iqatu al-adhab, sa'iqatu al-adhab, ukawachukua wao ukelele wa adhabu. Adhab alhun, yenye kufedhesha, yenye kutia unyonge. Bima kanu yaksibun. Alhasil ni kwamba imeitwa vile vile at-taghiyah, mara nyingine imeitwa sa'iqa, sehemu nyingine imetajwa sayha, ukelele mkali, kama katika sura Hud. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu, ukawachukua wale ambao wamedhulumu ukelele mkali. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, wakapambaukiwa asubuhi katika majumba yao, ni hali ya kuwa ni wenye kufa, wakawa ni mizoga imeanguka chini. Katika sehemu nyingine imetajwa ar-rajfa, kama ilivyokuja katika suratul A'raf, fa akhadhatuhum ar-rajfatu, ikawachukua adhabu, ukelele wenye kuwatetemesha, ikija tetemeko katika ardhi. Ar-rajfa fa asbahu fi darihim jathimin.
Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza watu wa kabila la Thamudi bitaghiya, kwa ukelele mkali. Kelele mkali ukapigwa, fa asbahu fi darihim jathimin, fa asbahu fi diyarihim jathimin. Zote zimekuja fa asbahu fi diyarihim na fa asbahu fi darihim. Wa amma Ad, ama Ad yani kabila la Ad, wa amma Ad, ama kabila la Ad, fa uhliku birihin sarsarin atiyah, wao waliangamizwa kwa upepo wenye mvumo mkali. Fa uhliku birihin, wao waliangamizwa kwa upepo sarsarin, wenye mvumo mkali, atiyah, wenye nguvu, pepo wenye nguvu kubwa sana. Watu wa kabila la Ad waliangamizwa kwa ukelele, kwa upepo mkali, baridatin dhati sautin shani', atiya, wenye nguvu, al-asf wal-hubub. Allahu almusta'an. Kama ilivyokuja Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu nyingine anasema fa arsalna alaihim rihan sarsara, tukawapelekea juu yao upepo wenye mvumo mkali, fi ayamin nahisatin, katika siku za nuhusi, siku za nuks, tukawapelekea katika masiku hayo, linudhiqahum, ili tuwaonjeshe wao, adhab alkhizi fi alhayati dunya, adhabu ya fedheha, adhabu ya udhalili katika maisha ya dunia, wala adhabu alakhirati akhza, na adhabu ya akhira ina fedheha zaidi. Wa hum la yunsarun. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa arsalna alaihim rihan sarsara, tukawapelekea wao upepo wenye mvumo mkali, fi ayamin nahisatin, katika siku zenye nuks. Tulieleza katika tafsiri ya surah al-Qamar, kama mtakuwa mnakumbuka, inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmin nahsin mustamir, katika siku yenye nuksi. Sawa, tukaeleza pale kauli al-Alusi rahimahullah ta'ala katika Ruhul Maani. Kwa nini imeitwa siku yenye nuksi? Ni kwamba siku ile ilikuwa ni siku ya ukorofi, na ukorofi ule unaendelea, ndio maana ikaambiwa fi yawmi nahsin mustamir, siku ya nuksi, siku ya ukorofi yenye kuendelea. Baadhi ya watu wa sufia na wengineo wanasema siku hiyo mpaka leo ipo, na siku yenyewe ni Jumatano. Kwa hiyo watu, si siku nzuri ya kusafiri, siku ya nuksi. Wengine wakahusisha miezi, sawa, mwezi wa mfungo 5 ndio una masiku ya nuksi, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wala safar, wala hakuna nuksi katika mwezi wa Safar, mwezi wa mfungo 5. Sawa. Wengine wasema mfungo 8 kama huu si mfungo 8, mwezi wa Jumada al-Ula mfungo 8, huu ni mfungo 8. Kuna watu hawaoani mwezi huu. Kwa kama ulisikia harusi imefanyika haraka haraka hapo katikati, watu wataofidia mfungo 8 wasioane. Kwa nini? Kwa sababu wasema ni siku za nuks. Ukioa basi utapata matatizo wewe kweli kweli. Miji mingi hiyo ya Waislamu kwenye mambo hayo wanasema mfungo 8 ni mwezi wa nuks. Hakuna nuksi katika mfungo 8. Nuksi mnazo nyinyi wenyewe. Siku hiyo imeambiwa ni yaumu nahsin mustamir au fi ayamin nahisatin, ni siku zenye ukorofi, kwa sababu yale yaliyowasibu ilikuwa ni mambo ya kiukorofi, na ukorofi wao unaendelea mpaka leo wao, kwa maana mpaka leo wanaadhibiwa, na siku ya kiyama watakutana na adhabu ambayo ni akhza. Kwa hiyo siku zote maasi ni shumun wa wabali. Maasi kwa mtu, kwa afradi, kwa mtu mmoja mmoja ni nuksi na ni ukorofi. Inma baghyukum ala anfusikum. Kwa hiyo wewe ukifanya uovu basi ujue wajifanyia nuksi wewe mwenyewe nafsi yako kwanza, na maasi yakidhihiri katika mujtama inakuwa ni nuksi kwenye jamii hiyo, kwa maana wakati wote unaweza kupatwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo kubwa la kwanza ni kuondolewa baraka katika maisha yao, ikawa maisha yao hayana baraka,
umefahamu? Kwa hiyo hakuna nuksi katika Jumatano wala mwezi wa Safar mfunguo 5 wala mwezi wa mfunguo 8. Tumefahamu? Kwa hiyo wa amma adun, ama adi fa uhliku, wao waliangamizwa birihin, kwa upepo sarsarin, wenye mvumo mkali. Tena wenye baridi, baridatin dhati sautin shani, atiyah, wenye nguvu. Atiyah, wenye nguvu. Upepo una nguvu kubwa sana, unaitwa ad-dabur. Upepo unaitwa ad-dabur kwa sababu unavuma kutoka magharibi. Upepo wa adhabu unavuma kutokea magharibi, unaitwa ad-dabur, ambao ni kinyume na as-saba. As-saba ni upepo unaotoka upande wa mashariki. Sakharaha alaihim, aliyoupeleka juu yao. Sallataha alaihim, Allah aliusalitisha juu yao. Sakharaha alaihim, aliyoupeleka juu yao 7 layalin, nyusiku 7. Wa 8 ayamin, na michana 8. Husuma, hali ya kufululiza. Ay mutatabiat, la tafturu wala tanqati. Upepo unavuma tu, haukatiki. Pepo mkali kweli kweli, unabeba mpaka miti. inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yawmin nahsin mustamir. asema 7 layali, ni usiku 7. akafanya tadhkiri katika adad, sio kwa sababu al-ma'dud ni muannath, layali. 7 layali, ni usiku 7. Wa 8 ayamin, akafanya tadhkiri akafanya taanith katika adad kwa sababu al-ma'dud ni mudhakkar. sawa. Husuma, hali ya kufululiza, kwa maana la tanqati'u. Fatara alqauma fiha, utawaona watu katika siku hizo. Sar'a, ni wenye kuanguka. Sar'a, khitabu pia si ya muayyan hapa. Fatara alqauma, utawaona watu. Alqaum yashmalu ar-rijala wan-nisaa. Fiha, katika masiku hayo, ima itakuwa katika yaudu ila layali wal ayyam, katika masiku hayo, au itakuwa inarudi katika makani, kwa maana ila albilad, katika mji huo. Fiha, katika mji huo. Lakini kurudi katika zote kama ikiwa inawezekana, basi itakuwa katika mji huo na katika siku hizo. Sar'a, ni wenye kuanguka kwa sababu ni jamu ya sari'. وهو الملقى على الأرض ميتا. سريع ni yule anayetupwa, anayeangushwa katika ardhi hali ya kuwa ni mwenye kufa. Kaannahum, kana kwamba wao, a'jazu nakhlin, ni magogo ya mitende. Khawiya, yaliyo wazi, yani vile wanavyoanguka kama ni magogo ya mitende ambayo imetobolewa katikati. Kaannahum, kana kwamba wao, a'jazu nakhlin, ni magogo ya mitende. Judhu'u nakhlin, أعجاز نخل أي جذوع نخل. خاوية أي فارغة، يليوازي كات. نخرة katika suratul Qamar imekuja tanzi'u nnasa, upepo huo unawanyanyua watu, unawanyofua watu, inawang'oa watu. Kaannahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Kwa hiyo mtu umesimama, umekaa hivi, upepo unakuja unakuchukua, unakupeleka juu huko, alafu unakupiga chini, waanguka kama gogo la mtende vile. Ndivyo ulivyowafanya upepo kwa muda wa siku 7, michana 7, yani siku 7 na michana 8. Inaonekana ulianza usiku au ulianza mchana ukaja usiku, mchana, usiku, mchana, usiku, na ukaishia mchana vile vile. Kana kwamba wao ni vigogo vya mitende vyenye kungolewa. Akisema munqa'ir ay munqali'un min asli, yenye kungolewa.
Wanasema wanawachuoni fi tashbihihim bijudhu'i an-nakhli, katika kufananishwa kwao wao watu hawa kufananishwa na judhu'u an-nakhli, na magogo ya mitende, isharatun ila annahum tiwalu iradu al-ajsad, kwamba ni ishara ya kwamba wao walikuwa ni majitu mapana marefu, au watu warefu wapana wa mili, kama alivyosifia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ulimi wa mtume wake Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam, aliposema kuambia wadhkuru, na kumbukeni enyi jamaa zangu, iz ja'alakum khulafaa min ba'di nuhin, alipowafanya nyinyi ni warithi baada ya Nuh, baada ya kaumi ya Nuh, walipoangamizwa watu wa Nuh wakagharikishwa, umma uliofuata ni nyinyi. Sasa kumbukeni alipowafanya nyinyi Allah kuwa ni warithi baada ya kaumu ya Nuh, wazadakum, na akawapa akawazidishieni nyinyi Allah fil khalqi, katika maumbile, basta, nyinyi mkawa ni wakubwa wa maumbile, ni wapana. Wa idha batashtum, katika nyingine batashtumul jabbarin. Sawa. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema kule katika surati al-Fajr, irama dhatil imad, iram dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, hawajaumbwa mfano wao katika miji. Watu walikuwa ni tiwalu iradul ajsad, watu wakubwa, mili yao ni mirefu na mipana kabisa. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kaannahum, kana kwamba wao, a'jazu nakhlin, ni magogo ya mitende, khawiyah, iliyo wazi. Wamefananishwa hivi kwa sababu ya ule ukubwa wa mili yao. Fahal tara lahum min baqiyah, je, utamuona katika wao aliyebakia? Kuna nafsi yote iliyobaki katika jamaa hawa? Istifham ni an-nafi, ay la tara minhum ahadan baada, bal halaku an akhirihim, hutamuona katika wao yoyote, bali waliangamizwa wote mpaka wa mwisho wao. Uslubu wa Qur'an ukiangalia ghaliban, ukisoma baadhi ya aya, kuna takdimu Ad ala Thamud katika kutajwa, lakini hapa quddimat Thamud, wallahu a'lam, lianna khabara Thamud siqa mujaza wa fussila khabaru Ad fanasaba ta'khiruhu liyatasila bihi at-tafsilu. Ndio wanasema baadhi ahlul ilmi. Kisha anasema subhanahu, wajaa fir'aunu, na alifanya Firaun, wajaa Firaunu, na alifanya Firaun, waman qablahu, na waliokuwa kabla yake, walmu'tafikatu, na wale waliopinduliwa miji yao, bil khati'ah, jambo la makosa. Sawa. Wajaa Firaunu, na alifanya Firaun, kwa maana alileta Firaun, waman qablahu, na walio kabla yake, yani min al-umam al-kafira, katika watu mataifa yaliyokufuru, walmu'tafikatu, na wale waliopinduliwa miji yao kama vile qura qaumi Lut, walmuradu ahluha, vijiji vya watu wa Lut, na makusudio hapa ni wale watu wake. المؤتفكات ni jamu almu'tafika, ay almunqalaba, wa kanat qurahum qad tufikat bihim, ay inqalabat, na vilikuwa vijiji vyao vimepinduliwa juu yao. Ja'ala Allahu 'aliyaha safilaha, Allah alijalia ile juu yake kuwa ni chini, akavipindua vile vijiji. Bil khati'ah, ay ja'u bil fa'alati al khati'ah, walifanya vitendo vya makosa. Allati min jumlatiha takdhibu bilba'th walqiyama, ambavyo miongoni mwa jumla ya vitendo hivyo ilikuwa ni kukadhibisha kufufuliwa na kiyama. Na neno al-khati'a ni ismu fa'il min khati'a biwazni alima, khati'a yakhta'u, alima ya'lamu, kwa wamefanya makosa. Fa'asaw rasula rabbihim, walimuasi, wamemuasi mjumbe wa Mola wao. Fa'asaw rasula rabbihim,
walimuasi mjumbe wa Mola wao, fa akhadhahum akhdhatan rabiya, akawaadhibu wao kwa adhabu yenye kuzidi. Rabiya yani asat kullu ummatin rasulaha, kila umma ulimuasi mtume wake. Kwa muradi hapa ar-rasul itakuwa ni al-jins, فيصدق على الواحد والاثنين والجماعة، kwa kama anavyosema Allah, in kullun illa kadhaba ar-rusula fahaqqa iqab, hakika kila mmoja, in kullu illa, hakuna yoyote isipokuwa alimkadhibisha mtume, fahaqqa iqabi, ikathibiti adhabu yangu. Fa akhadhahum, akawaangamiza wao, akawaadhibu wao, akhdhatan radiyah, kwa adhabu yenye kuzidi. Kwa hiyo pale akhdhatan ya tankiri kwa ajili ya ta'dhimu, rabiya ni raba ash-shay'u yarbu idha zad, adhabu yenye kuzidi. Kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdhahu alimun shadidun. Basi ni kama hivyo kuadhibu kwa Mola wako pindi anapoadhibu miji, na hali ya kuwa miji hiyo ni yenye kudhulumu. Hakika kuadhibu kwake, adhabu yake ni adhabu kali yenye kutiwa uchungu. Fa'asaw rasula rabbihim, walimuasi mjumbe wa Mola wao. Fa akhadhahum, akawaadhibu wao, akhdhatan rabiya, kwa adhabu yenye kuzidi, yani adhabu kali. Kisha akaishiria kwenye sehemu ya kisa cha watu wa Nuh, cha Nuh alayhi salatu wassalam na watu wake. Anasema inna lamma taghal ma'u, hakika sisi wakati yalipofurika maji, yalipozidi, yani kathur, wajawaza haddahu fil irtifa'i fa'ala fawqa aljibali bisababi tughyani qaumi Nuh wa israrihim. Kwa wakati yalipozidi maji, yalipofufurika maji yakawa mengi, yakavuka mpaka, yakanyanyuka, yakawa juu, yakaziba milima, kwa sababu ya kuwa juu watu wa Nuh, walitakabari watu wa Nuh na wakaendelea na kuendelea kwao katika ukafiri. Hamalnakum, tuliwabeba, hamalnakum, tuliwabeba nyinyi, fil jariyah, kwenye jahazi lenye kutembea. Hamalna abaakum, tuliwabeba baba zenu, wa hum Nuh wa banuhu, nao ni Nuh na watoto wake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatta idha jaa amruna, mpaka pale ilipokuja amri yetu sasa. Wafarat tanur, na likafufurika lile tanuri. Qulna hmil fiha, tukamwambia Nuh, beba katika hilo jahazi, ingiza katika hilo jahazi, min kullin, katika kila aina, kila kiumbe, zawjaini ithnaini, aina mbili mbili, wa ahlaka, na weingize ahli zako, illa man sabaqa alayhi alqawlu, isipokuwa yule ambaye limemtangulia juu yake neno la kuangamizwa. Pia waman aman, muingize yule atakayeamini. Wama amana ma'ahu illa qalil, na hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam illa watu wachache tu. Kwa hiyo hamalnakum fil jariya, tuliwabeba nyinyi kwenye jahazi. Ikasema fil jariya ay fi safinati al jariya, muradi ni ile safina ya Nuh alayhi salatu wassalam, ambayo jamaa zake wakati wa mwanzo alipokuwa akilitengeneza wakimfanyia shere. Kullama marra alayhi mala'u min qaumihi sakhiru minhu, walikuwa wakimcheza shere Nabiullah. Jahazi latengenezwa pwani huko, wewe uko nchi kavu utengeneza jahazi. Wewe Nuhu vipi, umechanganyikiwa? Yani jahazi maana jahazi ya kuingia viumbe vyote hivyo, ukubwa wake ni vipi? Sasa latengenezwa bara, nchi kavu. Lakini sasa kwa sababu ni amri ya Mola wake atengeneza kwa miaka na miaka. Wakipita jamaa zake, unaona jamaa amechanganyikiwa huyo, wenzake watengeneza majahazi pwani huko, yeye atengeneza nchi kavu. Kwa hiyo wakawa wanamfanyia shere, wanamtezea, amfanyia maskhara, lakini anafanya subra, alivumilia sana. Kumbe bahari itakuja hapa na zaidi ya bahari,
wa hamalnakum fil jariya, tukawabeba nyinyi kwenye jahazi lenye kutembea. sababu walahu aljawari almunshaatu fil bahri kal a'lam.